Habari za jioni mtazamaji, karibu kwenye taarifa kuu ya Minap TV, tukikuletea matukio muhimu kutoka ndani ya Minap na taifa kwa ujumla. Mimi ni Njuri Dorcas. Nami ni Pretty Amolo, na usiku huu tunaangazia hatua muhimu za maendeleo katika serikali ya Rais William Ruto, mwelekeo wa chama cha ODM baada ya kifo cha Raila Odinga, pamoja na taarifa nyingine kutoka sekta za elimu, kilimo na hali ya hewa, ikiwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Rais William Ruto atathmini miradi mikuu iliyotekelezwa katika kipindi cha miaka miwili tangu kuingia madarakani. Daktari Oburu Odinga ateuliwa kuwa kinara mpya wa chama cha ODM kufuatia kifo cha Raila Odinga. Serikali yazindua kampeni mpya ya kuimarisha uchumi wa vijana kupitia uwekezaji wa Hustler Fund. Wanafunzi wa vyuo vikuu walalamikia ucheleweshaji wa mikopo ya HELB. Wataalamu wa kilimo waonya kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi nchini. Mahakama yazuiliwa mshukiwa wa mauaji ya mwanafunzi wa chuo cha kikuu cha Nairobi. Idara ya hali ya hewa yatoa tahadhari ya mvua kubwa wiki hii. Kwenye taarifa kamili ni kuwa Rais William Ruto ameelezea mafanikio ya serikali yake katika kipindi cha miaka miwili tangu aingie madarakani, akisisitiza kuwa miradi ya maendeleo inalenga kuinua maisha ya Wakenya wa kipato cha chini. Miongoni mwa miradi hii ni Hustler Fund, nyumba za bei nafuu na uwekezaji mkubwa katika sekta ya kilimo. Wachambuzi wanasema bado kuna changamoto, lakini serikali inaonekana kujizatiti kutimiza ahadi zake. Habari hii imeandaliwa na mwandishi wetu Anthony Kimani. We have what it takes to have the resources to do this within Kenya. Takriban miaka miwili tangu kuapishwa kwake, Rais William Ruto ameendelea kusisitiza kuwa serikali yake imeweka msingi wa maendeleo yanayolenga mwananchi wa kawaida. Mradi wa kwanza ukiwa ule wa mikopo ya bei nafuu almaarufu Hustler Fund umekuwa kivutio kikubwa, huku serikali ikisema zaidi ya Wakenya 24,000 wamejiandikisha na mtaala huo, huku bilioni 40 zikizungushwa katika uchumi wa chini. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu amefanya imewezekana. Leo tumekuja katika sherehe hii ya kuzindua rasmi fund ama hazina ambayo itashughulika na wananchi wa kawaida pale chini katika taifa letu la Kenya. Ujenzi wa nyumba za bei nafuu ukiwa mojawapo ya miradi mikuu ya serikali ya Rais William Ruto, ambao umebuni nafasi 20,000 za ajira kwa vijana. Nilizungumza mara nyingi kuhusu mpango wa housing, and I meant every word that I said. Mambo ya housing ni mambo ya muhimu sana katika awamu hii ya serikali ya Kenya, na ni muhimu not by default, not by accident, but by design. Tuko na makusudi ya mambo ya mpango ya housing kwa sababu ya mambo manne. Ya kwanza ni kwa sababu housing inatupatia nafasi ya kila Mkenya kuwa na nyumba mahali pazuri pa kuishi. Jambo la pili, inatupatia nafasi ya ajira. Mumesikia hapa tumekuwa na carpenters, tumekuwa na plumber. Vile vile, serikali imewekeza katika miundombinu ya barabara na reli, ikiwemo ukarabati wa barabara kuu za mashambani na upanuzi wa reli. Lengo lake likiwa kufafanua uchumi wa kaunti mbalimbali na kuboresha usafirishaji wa bidhaa. Ya kwamba tutajenga hii barabara. Leo mimi nimekuja hapa kuianzisha rasmi, imekamilika. Si tunashukuru jameni? Katika sekta ya kilimo, serikali imeongeza ruzuku ya mbolea, hatua ambayo imepunguza bei kutoka shilingi 6,000 hadi chini ya 4,000 kwa mfuko, ikisaidia wakulima wengi kuimarisha uzalishaji. Ndio tumesema tunaweka mpango maalum kuhakikisha kwamba tuna support wakulima wetu. Mbolea ilikuwa shilingi 7,000 ya chai, ya kahawa, ya mahindi, ya ngano, ya viazi. Tumesema hiyo 7,000 mwaka huu tumepunguza mpaka 3,500.
Huku serikali ikiwa na miaka miwili iliyosalia, imezidi kusema kuwa hatua hizi ni mwanzo tu wa safari ndefu ya kuimarisha uchumi wa chini, ikiwa na utekelezaji wa falsafa ya bottom up economy. Nikiripotia Amina Press kutoka kaunti ya Murang'a, jina langu ni Kimani Waweru. Kwenye habari zingine, Seneta wa Siaya Daktari Oburu Odinga ameteuliwa kuwa kinara mpya wa chama cha ODM kufuatia kifo cha kakake Raila Amolo Odinga. Kamati kuu ya chama hicho ilimuidhinisha Oburu Odinga kuendeleza urithi wa kisiasa wa Raila. Wachambuzi wanasema kuwa chama hicho kinakabiliwa na changamoto za kudumisha umoja na msimamo wake wa kisiasa. Taarifa hii imeandaliwa na mwandishi wetu Alan Adoli. As the newly appointed acting party leader. Katika hatua ya kihistoria ya chama cha ODM, seneta wa Siaya Daktari Oburu Odinga ameteuliwa rasmi kuwa kinara mpya wa chama hicho kufuatia kifo cha aliyekuwa kiongozi wa ODM na waziri mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga. Uamuzi huo uliafikiwa katika mkutano wa dharura wa kamati kuu ya usimamizi ya ODM iliyofanyika Nairobi, ambapo viongozi wa chama walimuidhinisha Oburu kuchukua nafasi ya kaka yake hayati Raila aliaga dunia Oktoba 15 akiwa nchini India. We endorse Honorable Dr. Oburu Odinga as the new acting party leader and urge the party rank and file to accord him all the necessary support and cooperation to enable him guide the party through this difficult time. Katika hotuba yake, katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna alidai kuwa chama hicho bado ki ndani ya serikali, kauli iliyozua mjadala mpana kuhusu nafasi ya ODM katika siasa za kitaifa na ushawishi wake ndani ya utawala wa sasa. Wakenya wameonyesha hisia mseto kuhusu uteuzi wa Oburu. Wengi wameuona kama mwendelezo wa urithi wa kisiasa wa familia ya Odinga, huku wengi wakitaka mabadiliko na damu mpya katika uongozi wa upinzani. We reiterate the commitment of the party to the broad-based government until 2027, a relationship guided by the 10-point agenda entered into for the sake of peace and stability of the country. Raila Odinga anakumbuka kama kiongozi mashuhuri aliyeongoza harakati za mageuzi, demokrasia na uwajibikaji wa serikali. Kuteuliwa kwa Oburu kunachukuliwa na baadhi kama jaribio la kudumisha urithi huo, ingawa changamoto za kisiasa zinatarajiwa. ODM sasa inakabiliwa na jukumu la kuimarisha umoja wake, kuendeleza ajenda ya kisiasa na kujibu matarajio wa Kenya waliotazama Raila Odinga kama nguzo ya matumaini. Je, Oburu ataweza kuendeleza mwamko huu? Nikiripotia Mina Press kutoka kaunti ya Murang'a, jina langu ni Adole Alan. Tutaenda kwenye mapumziko kidogo, tukirudi na habari zingine. In the heart of Kangema, dreams are being redefined not by distance but by opportunity. Here, a global qualifications meet a local ambition. Through a powerful partnership with the Signet Institute of Australia, the Michuki National Polytechnic now offers Australian accredited technical courses right here at home. From fabrication to construction, automotive to community service, our programs are internationally recognized in over 36 countries. Students get direct access to global job markets through the Signet Employment Hub without the high cost of studying abroad. I never imagined that I could earn a world-class qualification without leaving Kenya. This is more than education, it's a launch pad to global future. Join us today at Michuki National Polytechnic. Apply today and take the first step toward a career without borders. Karibu tena mtazamaji wetu na shukran kwa kuungana nasi tena. Kwenye taarifa zingine ni kuwa serikali imezindua awamu mpya kunradhi ya mipango wa Hustler Fund unaolenga kuwawezesha vijana wa kina mama na kuanzisha biashara ndogo ndogo. Waziri wa biashara amesema hatua hii inalenga kupunguza ukosefu wa ajira na kuimarisha uchumi wa vijana katika kaunti mbalimbali. Kwenye habari zingine, wanafunzi wa vyuo vikuu kote nchini wamelalamikia ucheleweshaji wa mkopo ya HELB na scholarship, hali inayowalazimu wengi kuahirisha masomo. Wadau wa elimu wameitaka serikali kuharakisha utoaji wa mikopo hiyo ili kusaidia wanafunzi wanaokabiliwa na changamoto za kifedha. Habari hii imeandaliwa na mwandishi wetu Collins Jimano.
Wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Kenya wanakumbwa na changamoto kubwa kufuatia ucheleweshaji wa ufadhili wa masomo ya mikopo ya Higher Education Loans Board almaarufu HELB. Wanafunzi wengi wameripotiwa kushindwa kulipa karo, hali inayowalazimu kusitisha masomo au kuahirisha mitihani. Mwanafunzi mmoja kutoka taasisi ya Michuki alikuwa na haya ya kusema. Naitwa George Onyango. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Michuki hapa. Hapa chuo kikuu cha Michuki kuna changamoto kubwa sana tunayopitia hii ya serikali kutochelewa kutupatia HELB. So you get in a delayance of HELB disbursement or money sent to school bank. You get a student that had a strong belief that HELB can possess or help in the payment of school fee, such exams. You get one is losing hope because there is a eternal delay. Viongozi wa wanafunzi kutoka vyuo vikuu wameonekana wakishinikiza serikali kurejesha ufadhili wa HELB, kufanya marekebisho wa mfumo mpya wa ufadhili na kutia uwazi kuhusiana na usimamizi wa fedha za elimu ya juu. Ucheleweshaji wa fedha za scholarship na HELB umeweza kuweka wanafunzi katika hali tatanishi. Wanafunzi wanaiomba serikali kuingilia kati. Nikiripotia runinga ya Mina kutoka eneo bunge la Kangema, kaunti ya Murang'a, jina langu ni Collins Jimano. Turuhusu tuchukue mapumziko kidogo, tukirudi na habari zinginezo. To elevate your skills and shape your future, at Michuki National Polytechnic, we provide world-class education and hands-on training in a wide range of fields, whether it's engineering, business, information technology, or humanities. Our experienced faculty and state-of-the-art facilities ensure you are ready for the real world. Join a community of innovators, dreamers, and achievers. Michuki National Polytechnic, where your career begins. Karibu tena mtazamaji wetu, na kwenye taarifa zingine ni kwa wataalamu wa kilimo wameonya kuwa zaidi ya kaunti 30 nchini zinakabiliwa na upungufu wa chakula kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Wamehimiza matumizi ya mbegu zinazostahimili ukame na mbinu za kilimo bora ili kuzuia athari kubwa za upungufu wa mvua. Ripoti hii imeandaliwa na Alice Ndirangu. Jennifer Wanjiku, mkulima kutoka kaunti ya Laikipia, amesema amekuwa akihangaika kwa miaka mingi kulisha familia yake, kwani mazao ya mahindi na maharagwe hayakuwa yakifanya vyema kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na udongo duni. Hata hivyo, Wanjiku kama wakulima wengine waliokuwepo, anasema maisha yake yalibadilika alipojifunza kuwa mazao ambayo alikuwa anayapuuza kwa miaka mingi ilikuwa ya kustawi, kurahisisha nyumba kwake na ilikuwa ya uwezo wa kuendeleza familia yake. Kama mkulima, umuhimu mtu anaweza jiuliza ni umuhimu gani yenye inafanya tu celebrate hizi mbegu zetu kwa siku hii ya leo. Hizi mbegu zetu tukizihifadhi, tutapata kwamba zile mbegu ambazo zilikuwa zinajaribu kupotea, tutazihifadhi, tutazipata na zitatumika kutoka kwa kizazi kimoja ama kingine. Tukiendeleza hii National Seed Fair hapa Laikipia, bado tuko na zingine ambazo zinaendelea mashinani 70. Na tunafurahia sana kwa sababu tutaweza kuhamasisha jamii waweze kuelewa umuhimu wa kuwa na mbegu zao. Ann Maina, mratibu wa kitaifa wa Biba Kenya, alisisitiza umuhimu wa wakulima wadogo kukumbatia mazao asilia ili kuongeza mavuno yao na kuboresha afya zao. Na serikali na washikadau wengine kureview our seed act, na hii itakuwa mzuri kwa sababu tutaweza kuconsider hata mbegu za wakulima na kuzipa ile sehemu special. Kwa muda mrefu sana wamama ndio wamekuwa custodians wa hizi indigenous seeds na wao ndio wamekuwa wakifanya kazi kwa mashambani, lakini leo kwa hii fair tumekuwa na opportunity ya kuleta wamama kuonesha kuwa kazi yao si kulima tu, bali wao wana contribute kwa mambo ya food systems. Pamoja na wadau wengine, shirika hilo limekuwa likihamasisha kilimo ekolojia na pia limechangia katika uundaji wa sheria za kuunga mkono kilimo hicho katika kaunti kadhaa ikiwemo Murang'a, Vihiga, West Pokot pamoja na mikakati ya kitaifa ya kilimo ekolojia.
seed banking na the good variety. Without a good seed bank na pia good variety, then we cannot even talk about food secure nation. Mwezi wa Novemba tunangoja judgment ya kwamba tunasika constitutional interpretation of our Seed Act vis-a-vis our constitution. Sababu constitution inasema kila kitu kiasili, our indigenous knowledge, our seeds. Washirika walikumbusha watu kuwa chakula si lishe pekee bali pia ni dawa, utamaduni na utambulisho, wakihimiza uwekezaji zaidi katika mazao ya kienyeji kustahimili mabadiliko ya tabia nchi, huku wakihimiza watu kulinda mazingira. Alice Nderangu, kaunti ya Laikipia. Tukirudi kwenye habari zingine, mahakama imeamuru kuzuiliwa kwa siku 21 kwa Nicholas Mutua Mutia, mshukiwa wa mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi Jane Atila Kwedea. Kisa hicho kimezua hisia kali miongoni mwa wanafunzi, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha mauaji hayo. Habari hii imeandaliwa na Aida Grace. Jane Atila, mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Nairobi, alitoweka tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2025. Familia yake iliripoti kutoweka kwake siku 10 baadaye kwenye kituo cha polisi cha Kikuyu. So the body must have been recovered by police on 17th, and that area was the same proximity within which the crime was committed. Mwili wa msichana huyu ulipatikana tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2025 kwenye msitu wa Mogoga, kaunti ya Kiambu. That very little flesh remain on the body. Part of the left leg is badly done, and the skull is separate from the body. The skull also bears evidence of violence. Mshukiwa Nicholas Mutua Mutia, ambaye alikuwa mpenzi wake wa zamani, alikamatwa na kupelekwa kotini tarehe 25, huku koti ikithibitisha kuwa atazuiliwa siku 21, uchunguzi ukiendelea. Nikiripotia runinga ya Michuki, jina langu ni Grace Mwangi. Tutaenda katika mapumziko mafupi na tukirejea ungana nasi tena. In the heart of Kangema, dreams are being redefined, not by distance, but by opportunity. Here, a global qualifications meet a local ambition. Through a powerful partnership with the Signet Institute of Australia, the Michuki National Polytechnic now offers Australian accredited technical courses right here at home. From fabrication to construction, automotive to community service, our programs are internationally recognized in over 36 countries. Students get direct access to global job markets through the Signet Employment Hub without the high cost of studying abroad. I never imagined that I could earn a world-class qualification without leaving Kenya. This is more than education, it's a launch pad to global future. Join us today at Michuki National Polytechnic. Apply today and take the first step toward a career without borders. Na tukirudi kutoka mapumziko, hizi ndizo habari zinginezo tulizokuandalia leo hii. Katika hali ya hewa kunradhi, ni kuwa idara ya utabiri wa hali ya hewa imetoa onyo la mvua kubwa itakayoanza wiki hii katika maeneo kadhaa nchini, ikiwemo Pwani, Bonde la Ufa na Magharibi. Wakazi wametakiwa kuchukua tahadhari kutokana na hatari ya mafuriko na kuepuka kuvuka mito au mabonde wakati wa mvua. Taarifa hii imeandaliwa na mwandishi wetu Mary Muli. Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini imetoa tahadhari kwamba mvua kubwa itayokuwa na upepo mkali na radi itapiga maeneo ya Pwani, Bonde la Ufa na Magharibi mwa nchi. Hali hii ikitarajiwa kuendelea kwa siku kadhaa. Ripoti hiyo imezua hofu kuhusu uwezekano wa mafuriko na maporomoko ya ardhi, hasa katika maeneo ya mabondeni na milimani. Wakazi wanaoishi karibu na mito au maeneo hatarishi wametakiwa kuhamia sehemu salama na kufuatilia taarifa rasmi za dharura. Mwezi wa 11 inawezekano wa mvua za hapa na pale kutokea Oktoba. Wiki ya 3 hadi ya 4 ya Disemba itakuwa kikomo na mgao wa mvua hii itakuwa duni.
Katika eneo la pwani kama vile Mombasa, Kilifi na Lamu, hali ya hewa mbaya inaweza kuathiri usafi na biashara. Katika bonde la Ufa, hasa maeneo ya Kericho, Bomet na Nakuru, kunatarajiwa mvua kubwa jioni na usiku. Kanda ya magharibi nayo inatarajiwa kupata mvua za mara kwa mara ambazo zinaweza kuharibu mazao na barabara. Wakulima wametakiwa kuchukua tahadhari kulinda mazao na mifugo yao. Wakati huo huo, madereva wameomba kuendesha gari kwa uangalifu kutokana na barabara kuteleza wakati wa mvua. Wataalamu wanasema ingawa mvua italeta nafuu kwa maeneo yaliyokumbwa na ukame, inaweza pia kusababisha uharibifu mkubwa iwapo tahadhari haitachukuliwa. Nikiripotia runinga ya Mina Press, nifahamu kama Merimuli. Kufikia hapo ni kuwa mwisho wa habari zetu za Minap TV, na haya ndiyo yaliyojiri leo hii katika taarifa kuu ya Minap TV. Kwa niaba ya timu nzima ya Minap News, mimi ni Njuri Dorcas. Nami ni Pretty Amolo. Tunakutakia usiku mwema uliojaa heri na fanaka. Asante tena.